Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu, katika siku hii ya leo insha Allah, nataka leo tuende tukajifunze kwa vitendo. Kama mtu ana tatizo la presha ya kupanda, mwenye matatizo ya moyo, matatizo ya presha za kupanda, matatizo ya moyo, matatizo ya cholesterol kama unazo, matatizo ya tezi dume, matatizo ya sukari, matatizo ya vidonda vya tumbo, matatizo ya mchafuko wa damu, matatizo ya kuondoa sumu mwilini, yani sumu iliyoganda katika mwili, kwenda kuisafisha mwili wako uwe safi, na matatizo ya mfano huo. Lakini hususan masuala kama ya vidonda vya tumbo, constipation, mtu anakuwa anapata choo kwa shida, kwa tabu, kwa dhiki. Lakini hususan matatizo ya kisukari, hata matatizo ya moyo na presha zile za kupanda. Insha Allah, katika siku hii ya leo twende tukajifunze vitu kwa vitendo. Lakini pia haya yote tunakwenda kuyafanya kwa vitendo. Lengo ni kwamba uweze kuondokana na maradhi haya. Turiu TV inakujali, inakuthamini na inakufanya ujisikie amani na furaha kila siku. Inshallah, katika siku ya leo matatizo haya tunakwenda kuyatibu kwa kutumia dawa ambazo tumeziandaa hapa. Tunakwenda kuyatibu kwa dawa zetu, na hapa leo nakwenda kukuelekeza ni dawa gani utakayekwenda kuitumia kwa matatizo haya niliyokutajia. Inaondosha masuala ya sukari, vidonda vya tumbo, masuala ya gesi, constipation, inakwenda kuondoa vizuri kabisa dawa hii ambayo tunayoitengeneza hapa. Dawa hii ni dawa gani? Ni dawa hii ambayo tunasema ni maganda ya ndizi. Haya hapa, kama unavyoyaona maganda ya ndizi. Tumemenya ndizi zetu hizi, tumechukua maganda. Haya maganda ndio tunayafanyia kazi. Hizi ndizi zitatumika tu kule ndani kwa ajili ya mambo mengine, lakini haya maganda ndio tunakwenda kuyafanyia kazi katika siku hii ya leo. Sasa basi, leo nimesema tunaonesha kwa vitendo. Naam, hii unayoiona hapa, hii ni kitunguu swaumu. Nilikuwa nimeiandaa hapa katika kisu. Hii ni kitunguu swaumu. Tunachokifanya, tunachukua kitunguu swaumu hichi, tunatia hapa kitunguu swaumu kilichotwangwa. Nachukua kitunguu swaumu kilichotwangwa, nachanganya hapa, na mtwangio wetu unabaki empty. Tunaweka pembeni. Tunachukua maganda ya ndizi kwa ajili ya kutibu haya maradhi. Tunakwenda kuyakatakata sasa, kidogo kidogo. Tunakata kidogo kidogo. Lengo tuweze kukutengenezea mchanganyo mzuri kabisa. Mwenyezi Mungu anasema falyamdhuril insanu ila taamihi, mwanadamu atazame chakula chake. Anna sababna almaa sabba. Mwenyezi Mungu anasema sisi tunayashusha maji kutoka mawinguni huko. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, kisha tunaitifua ardhi kuitifua. Alafu faambatna fiha habba, kisha ndani ya hiyo ardhi kunatoka mmea, tunaotesha mmea mbegu. Fiha habba, wa inaban wa qadhiba, na vitu kama zabibu, wa zaituna wa nakhla, na mizaituni na mitende. Yani kwa kifupi tu, Mwenyezi Mungu anazungumzia habari mbalimbali za matunda, kwamba haya matunda yote mnayoyaona haya ni dawa. Ndugu zangu, matunda haya ni dawa. Haya maganda tunao takriban kama matatu. Tunakwenda kuyakatakata haya. Mungu anaelezea sana matunda, wathamarati, na matunda. Sasa hivi vyote ni dawa. Ndizi, mapera, kila kitu, kila tunda
lina mfumo wake namna ya kutibu. Na katika kipindi hichi hata asali pia ni tiba moja mujarabu sana. Asali hapa leo tunakupa faida ya vitu mbalimbali kama asali, ndizi, embe, kila kitu ni dawa. Hata nanasi pia ni dawa, lakini zina maradhi yake ambayo zinakwenda kuponya. Sasa basi, mfano Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ameeleza akasema, wa auha rabbuk ila nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minash shajari wa mimma ya'rishun fasluki subula rabbik dhulula yakhruju min butuniha sharabu mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika, mpaka mwisho wa aya. Haya maganda tunayakatakata hapo, tunatia hapo. Tazama Mwenyezi Mungu hapo katika aya hiyo amemuelezea mdudu nyuki namna anavyoweza kutengeneza dawa, na dawa hiyo ikawa ni ponyo kwa watu. Mungu kaielezea asali kwamba ni ponyo kwa watu. Sasa asali ni dawa moja mujarabu sana, lakini pia ina muda wake na yenyewe tutakuja kuieleza. Matunda yote ni tiba, lakini tutaelezea kila tunda na wakati wake na muda wake. Lakini leo tunakwenda kudili na ndizi. Tunakwenda kudili na tunda la ndizi. Ona sasa kama inaanza kuniletea shida, nisije nikajikata tena, maana ukataji huu wameuzoea wenyewe kina mama. Ndo saizi mwenzangu angekuwa keshamaliza, kama angekuwa ndo mdada hapa keshamaliza muda mrefu, sababu wao wamezoea kila siku kukata nyanya na vitunguu swaumu. Sasa hii tunakwenda kukutengenezea kitu kimoja mujarabu sana. Hii tunakuchanganyia hapa kwa matatizo hayo ambayo nimekutajia. Kisha nachukua maji haya na kwenda kuyamimina pale. Na yamimina maji yangu hapa. Nikishamimina hii kama usawa wa lita moja hivi. Haya, nachukua mfuniko wangu huu na kwenda naifunika, lakini baadaye ikishakaa kwa muda fulani itabidi nije nifunue mfuniko. Kwa hiyo naweka mfuniko hapa, nafunika kwa muda fulani, baadaye nitaifunua. Haya, hii sasa hivi ni saa ngapi? Dhulkarnain, kameramani wangu, saa ngapi sasa hivi? Ngoja kwanza niangalie hapa. Sasa hivi hapa ni saa 10. Saa ngapi? Haya, isi mbona sielewi. Sasa hivi ni saa 1:55. Maana yake ni saa 2 kasoro. Nachokwenda kukifanya ni kwamba dawa hii kisha kamilika, nitaiweka kuanzia leo mpaka kesho, kuanzia kwenye majira ya saa 2 asubuhi au saa 3. Kisha nitaitoa dawa hii, nitachukua glasi ya maji, nitamimina, halafu nitakunywa asubuhi, nitakunywa tena na usiku. Nitakunywa asubuhi, nitakunywa na usiku. Maganda ya ndizi pamoja na kitunguu swaumu kilichotwangwa. Ama hakika ni siri kubwa sana. Inakwenda kudili na pressure zile za kupanda, inakwenda kuweka sawa. Inakwenda kudili na matatizo ya kalbi, moyo, inakwenda kuweka sawa. Inakwenda kudili na matatizo ya constipation katika tumbo, inaweka sawa. Matatizo ya kupata choo kigumu, inakwenda kuweka sawa. Matatizo ya vidonda vya tumbo, inakwenda kuweka sawa. Masuala ya gesi tumboni, inakwenda kuweka level. Hii dawa hapa. Sasa basi, mfumo wa kutumika kwake ni kama hivyo nilivyokuelekeza. Utatumia mfumo huu kwa muda wa siku 14 mpaka siku 21. Wallahi, kama una problem kama hizi, nenda kafanya, utanishukuru. Wengi wamefanya
na wengi wamefanya testi na wameona matokeo yake. Naomba na wewe nenda katumie, alafu utaona maajabu yake inshallah. Kufikia hapo, hili ni darsa letu la vitendo, na kesho Mungu akipenda inshallah tutaendelea na somo lingine tena la vitendo katika masuala ya tiba, lakini dua tutaendelea nazo na masomo ya vitendo tena tutakuwa tukiendelea nayo kama kawaida. Sasa basi, kesho tunakwenda kuitumia dawa yetu. Kesho tunaitumia dawa yetu, walillahi alhamdu. Maana yake asubuhi ndio tunaanza kunywa hii dawa insha Allah. Glasi moja asubuhi, glasi moja usiku, kwa maelekezo haya ambayo nimekupa maelekezo. Hivi sasa hivi nakwenda kuiweka zangu chumbani, kimya, inakuwa imetulia, inajitengeneza kuwa ni tiba maalumu katika mwili wa binadamu insha Allah. Kufikia hapo, nisiwe na mengi, niseme endelea kufuatilia vipindi vyetu, subscribe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.